changamoto za Afrika hazitatuliwa na watu kutoka nje ya bara la Afrika. Afrika ina uwezo wa kutatua mambo yake yenyewe, iwapo basi watu watajiweka kwenye nafasi ya kuweza kuna kwamba wanatatua yale mambo. Na hivi basi Morning Call inakuja hivi, msikilizaji. Morning Call siku ya leo tunaangazia mambo ambayo yanakumba bara la Afrika leo, kwamba alipata pesa zake kwa kuuza ngamia na dhahabu. Sasa mbabe huyu wa kivita anadhibiti nusu ya Sudan. Nani huyu ambaye anazungumzia kwenye The Morning Call asubuhi hii? Mohamed Hamdan Dagalo anayefahamika kama Hemeti ameibuka kuwa kiungo muhimu katika jukwaa la kisiasa la Sudan. Kikosi chake cha Rapid Support Forces RSF sasa kikiongoza nusu ya taifa hilo. RSF ilipata ushindi mkubwa hivi karibuni wakati alipochukua udhibiti wa mji wa El Fasher ambao ulikuwa kambi ya mwisho kushikiliwa na jeshi la Sudan na washirika wake katika eneo la magharibi ya Darfur. Japo anaogopwa na kuchukiwa na maasimu wake, Hemeti anapendwa na wafuasi wake kwa ukakamavu wake, ukatili na ahadi yake ya kukomesha hali ya taifa iliyodharauliwa. Hemeti alikulia katika mazingira ya kawaida tu. Familia yake inatoka sehemu ya maharia ya jamii ya Rizeigat ambayo ni ya wafugaji wa ngamia wanaozungumza Kiarabu na wanapatikana Chad na Darfur. Alizaliwa mwaka 1974 kama wakazi wengi wa vijijini. Tarehe yake ya kuzaliwa na mahali alipozaliwa haikunakiliwa, msikilizaji. Wakiongozwa na wajomba wake Juma Dagolo, ukoo wake ulihamia Darfur katika miaka ya 70 na 80 wakikimbia vita vya kutafuta malisho na makazi. Baada ya kuacha shule akiwa mdogo, Hemeti alipata pesa za kibiashara kupitia njia ya kuuza ngamia kutoka jangwani hadi Libya na Misri. Wakati huo Darfur ilikuwa magharibi mwa Sudan, eneo masikini lililokumbwa na vurugu ambalo liliotekelezwa na serikali ya rais wa wakati huo Omar el-Bashir. Wanamgambo wa Kiarabu waliojulikana kama Janjaweed waliojumuisha vikosi vinavyoongozwa na Juma Dagolo walikuwa wakishambulia vijiji vya wazaliwa wa jamii ya Fur. Mzunguko huo wa ghasia ulisababisha uwazi kamili mwaka 2003 ambapo wapiganaji wa Fur waliungana na Masalit Zagwara na makundi mengine wakisema walikuwa wamepunguzwa na vikosi vya Waarabu wa nchi hiyo. Kwa mjibu ya hatua hiyo, Bashir aliwezesha sana Janjaweed na kuipatia jukumu la kuongoza juhudi zake na kukabiliana na uasi. Haikuchukua muda kundi hilo likapata umaarufu wa kuchoma, kupora, kubaka na kuua. Kikosi cha Hemeti kilikuwa miongoni mwa ripoti za walinda amani wa Umoja wa Afrika wakisema kilishambulia na kuharibu kijiji cha Adwa mwezi Novemba mwaka 2004 na kuwaua watu 126 wakiwemo watoto 36. Uchunguzi wa Marekani ulibaini kwamba Janjaweed walifanya mauaji ya halaiki. Mzozo wa Darfur ulielekezwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ambayo ilifungua mashtaka ya wanaume 4 akiwemo Bashir ambaye amekana kutekeleza mauaji ya kimbari. Hemeti alikuwa mmoja wa makamanda kadhaa wa Janjaweed walionekana kuwa mtu mdogo sana, hakuwa machoni mwa waendesha mashtaka wakati huo. Mwezi uliopita alipatikana na hatia ya makosa 27 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu, na jukumu dhidi yake itatolewa tarehe 19 Novemba hii. Katika miaka iliyofuata kuongezeka kwa ghasia mwaka 2004, Hemeti alicheza karata zake za ustadi
akipata cheo hadi kuwa mkuu wa kikosi chenye nguvu cha kijeshi, himaya ya kampuni na uwezo wa kisiasa. Ni hadithi ya fursa ya ujasiriamali. Aliasi kwa muda mfupi akidai malipo ya askari wake kupandishwa cheo na ndugu yake kupewa wadhifa wa kisiasa. Bashir alidhia sehemu kubwa ya matakwa hayo, na hivyo basi Hemeti akajiunga tena na kundi hilo. Baadaye, wakati wa vitengo vingine vya Janjaweed vilipoasi, Hemeti aliongoza vikosi vya serikali vilivyowashinda katika mchakato wa kuchukua udhibiti wa mgodi mkubwa wa dhahabu wa Darfur, mahali panapojulikana kama Jebel Amer. Kwa haraka kampuni ya familia Hemeti ya AI Grenade ikawa usafirishaji mkuu wa dhahabu wa Sudan. Mwaka wa 2013 Hemeti aliomba kupata hadhi rasmi kama mkuu wa kundi jipya la wanamgambo wa RSF, akiripoti moja kwa moja kwa Bashir. Janjaweed ilibadilishwa jina na kuwa RSF, wakipata sare mpya, magari na silaha, na pia maafisa kutoka jeshi la kawaida ambao waliletwa kuimarisha usalama. RSF ilipata ushindi muhimu dhidi ya waasi wa Darfur. Haikufanya vyema katika kupambana na uasi katika milima ya Nuba karibu na Sudan Kusini, ili kuchukua mkataba mdogo wa polisi katika mpaka wa Libya, wakizuia uhamiaji haramu kutoka Afrika kupitia jangwani hadi bahari ya Mediterranean. Makamanda wa Hemeti pia walibobea katika unyang'anyi na inasemekana biashara ya watu. Mnamo mwaka 2015 Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu zilitoa wito wa jeshi la Sudan kutuma wanajeshi kupigana dhidi ya Houthis huko Yemen. Kikosi hicho kiliongozwa na jenerali ambaye alipigana huko Darfur, Abdel Fattah el-Burhan, ambaye sasa ni mkuu wa jeshi linalopigana na RSF. Hemeti aliona nafasi akafanya makubaliano tofauti ya kibiashara na Saudi Arabia na Umoja wa Milki za Kiarabu ili kutoa mamluki wa RSF. Muungano wa Abu Dhabi ulionekana kuwa muhimu zaidi. Ilikuwa mwanzo wa uhusiano wa karibu na rais wa Imarati Mohammed bin Zayed. Vijana wa Kisudan na kuongezeka kutoka kwa jirani pia walitembea hadi vituo vya kuajiri RSF kwa malipo ya pesa taslimu hadi dola zipatazo 6,000 wakati wa kujiandikisha. Hemeti alianzisha ushirikiano wa kampuni ya Wagner Group ya Urusi, akipokea mafunzo kwa ajili ya shughuli za kibiashara zikiwemo za dhahabu. Alitembea Moscow ili kurahisisha mpango huo, na alikuwepo siku ambayo Urusi ilivamia Ukraine. Baada ya vita nchini Sudan kuzuka, alikanusha RSF kupata msaada kutoka kwa Wagner. Ingawa vitengo vikuu vya vita vya RSF vilizidi kuwa na taaluma, pia vilijumuisha muungano wa wanamgambo wa kikabila wasio wa kawaida. Wakati serikali ilikabiliwa na maandamano ya wananchi yanayoongezeka, Bashir aliamuru vitengo vya Hemeti kwenye mji mkuu wa Khartoum. Akitumia jina lake rasmi, alimuita Imaiti mlinzi wangu, akiona RSF kama mzani dhidi ya watu wanaoweza kufanya mapinduzi katika jeshi la kawaida na usalama wa taifa. Ilikuwa ni hesabu mbaya. Mnamo mwaka 2019 Aprili, waandamanaji walizunguka makao makuu ya jeshi wakidai demokrasia. Bashir aliamuru jeshi kufyatulia risasi majenerali wakuu, akiwemo Hemeti. Walikutana na kuamua kuondoa Bashir badala yake. Harakati ya demokrasia zilipongezwa. Kwa mara ya kwanza, Hemeti alionekana kama sura mpya ambayo itakayotoa taswira ya mustakabali wa Sudan ya siku zijazo. Akiwa kijana mtulivu, alikutana na makundi mbalimbali ya kijamii na kujiweka kama mpinzani wa uanzishwaji wa kihistoria wa nchi. Alijaribu kubadilisha misimamo yake ya kisiasa. Hali hiyo ilidumu kwa majuma machache tu. Wakati yeye na mkuu wa pamoja wa baraza tawala la kijeshi Burhan walipokwama katika mzozo wa ukabidhi madaraka kwa raia, waandamanaji walizidisha mikutano yao, na hapo ndipo Hemeti alizindua RSF ambayo iliua mamia ya watu, kuwabaka wanawake na kuwatupa wanaume kwenye mto Nile, na matofali yamefungwa kwenye vifundo vyao vya miguu, kulingana na ripoti ya shirika la kampeni ya Human Rights Watch
ambayo ni HRW. Hemeti amekanusha ripoti hiyo iliyomhusisha na ukatili dhidi ya Wasuda wenzake baada ya shinikizo kutoka kwa kundi la nchi zilizoundwa ili kukuza amani na demokrasia nchini Sudan. Marekani, Uingereza, Saudi Arabia na UAE, majenerali na raia walifikia mwafaka wa kisiasa uliosimamiwa na wapatanishi wa Kiafrika. Kwa miaka miwili kulikuwa na mshikamano utulivu, japo wa kusuasua katika baraza kuu la uongozi iliyoongozwa na jeshi la baraza la mawaziri la kiraia. Wakati kamati iliyoteuliwa na baraza la mawaziri kuchunguza kampuni zinazomilikiwa na jeshi usalama RSF walifunga ripoti yake ya mwisho ambayo iliwekwa kufichua jinsi Hemeti alivyokuwa akipanua himaya yake ya ushirika. Burhan na Hemeti waliwafukuza raia na kuchukua madaraka. Hemeti alipinga siku chache kabla ya tarehe ya mwisho ya Aprili 23 kutatua suala hilo. Vikosi vya RSF vikaamua kuzingira makao makuu ya jeshi na kutega kambi muhimu na ikulu katika mji mkuu Khartoum. Mpango huu ulitibuka na badala ya ukageuza mji wa Khartoum kuwa uwanja wa vita, huku vikosi pinzani vikipambana mitaani. Ghasia ziliibuka huko Darfur, huku vikosi vya RSF vikianzisha kampeni mbaya dhidi ya watu wa Masalita. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa watu wapatao 15,000 walifariki dunia na Marekani inaelezea kama mauaji ya kimbari. RSF inakanusha madai hayo. Makamanda wa RSF walisambaza video za wapiganaji wao wakiwatesa na kuua, wakitangaza ukatili huo na hisia zao za kutokujali. RSF na washirika walivamia Sudan nzima, wakipora miji, masoko, vyuo vikuu na hospitali. Bidhaa ziliporwa zinauzwa katika yale yanayojulikana kama masoko ya Dagolo yanayosambaza bidhaa kutoka Sudan hadi Chad na nchi nyingine jirani. RSF imekanusha madai ya wapiganaji wake kuhusika katika uporaji. Akiwa amenaswa katika ikulu ya taifa chini ya mashambulio ya mizinga na mashambulio ya anga, Hemeti alijeruhiwa vibaya katika wiki za mwanzo za mzozo huo na kutoweka machoni pa watu. Amejitokeza tena miezi kadhaa baadaye, hakuonyesha kujuta kwa ukatili na pia aliazimia kushinda vita kwenye uwanja wa vita. Morning Call asubuhi ya leo, msikilizaji, inafichua kwamba RSF imepata silaha za kisasa, ikiwa ni pamoja na ndege zisizo za rubani za kisasa ambazo imetumia kushambulia mji mkuu wa Port Sudan ulioshikiliwa na Burhan na ambazo zilikuwa na jukumu muhimu katika kushambulio la El-Fasher. Ripoti za uchunguzi miongoni mwa nyinginezo, New York Times zimeandika kwamba hizi husafirishwa kupitia uwanja wa ndege wa kituo cha usambazaji kilichojengwa UAE ndani ya Chad. UAE imekanusha kuwa inaipatia RSF silaha. Kwa silaha hii, RSF imefungwa katika mkwamo wa kimkakati na mshirika wake wa zamani, jeshi la Sudan. Hemeti anajaribu kubuni muungano wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na baadhi ya makundi ya kiraia na vuguvugu la watu wenye silaha, hasa wapinzani wake wa zamani katika milima ya Nuba. Baada ya kuteka mji wa El-Fasher, RSF sasa inadhibiti karibu eneo lote la magharibi mwa mto Nile, kufuatia kuongezeka kwa taarifa ya mauaji yanayofanywa na kundi hilo na kukosolewa vikali. Hemeti alitangaza uchunguzi juu ya kile alichokiita ukiukaji uliofanywa na wapiganaji wake wakati wa kutekwa kwa El-Fasher. Wa Sudan wanakisia kwamba Hemeti anajiona kama rais wa taifa lililojitenga au bado ana nia ya kutawala Sudan yote. Pia huenda anajiona siku kama kibaraka wa kisiasa wa siku za usoni kutokana na uwezo wake na mkuu wa muungano unaodhibiti biashara, jeshi la mamluki na chama cha siasa. Kwa njia hizi, hata kama hakubaliki Sudan, bado anaweza kuelekeza maamuzi yatakayofanywa katika taifa hilo. Na huku wanajeshi wa Hemeti wakiwaua raia huko El-Fasher, ana imani kwamba anafurahia hali ya kujali katika ulimwengu ambao haujali vile. Na hiyo ndio Morning Call ya siku ya leo.